Nashauri mfugaji mmoja mmoja au kikundi cha wafugaji kumiliki na kusajili kisheria maeneo ya malisho ili kuyalinda yasibadilishwe matumizi kirahisi. Mfugaji wangu pale amesema kwa Kimasai tutengeneze kitu inaitwa olelili. Hao ni wa Masai. Lakini kuna Wasukuma huko. Tutengeneze kitu inaitwa ngitili. Hivi tukivitengeneza vitatusaidia sana kudemarcate yale maeneo ambayo sio rahisi kwa maeneo haya kuvamiwa. Biashara ya malisho ni biashara kubwa, ni biashara nzuri. Kwa hiyo na wenyewe vijana wajiunge, tuone ni namna gani pia tunavyoweza kuwafacilitate, na hili ninaliacha kwenye dawati lako mkurugenzi. Tuwafacilitate vijana waanzishe mashamba ya kulima malisho. Masoko yapo. Nina uhakika huo. Nina mfano wa mtu mmoja sitamtaja, lakini yeye ana shamba kubwa sana hapa Pwani hapa. Yeye kila mwaka anauza tons and tons. Kukiwa tu na kale ka kiangazi hivi, utakutana na malori huko barabarani huko yamebeba zimetoka kwenye shamba lake. Anauza, anasema mimi biashara nyingine sina. Biashara yangu ninalima haya majani na nyweshea na kata hay, watakuja wenyewe. Anasafirisha kutoka Pwani kupeleka Arusha, kupeleka Longido kule mliko. Kwa hiyo ni biashara ambayo inawezekana. Niendelee kuomba wizara pamoja na wadau wa maendeleo tulione hili. Kuna vitu vingi ambavyo nasi tumevifanya, ikiwepo masuala ya sheria kama nilivyosema, lakini pia ajira. Nadhani mnafuatilia, mnaona pia tumeajiri vijana wengi wanaotokana na shahada hizi za rangeland. Lakini pia tunaendelea na elimu kwa wafugaji. Elimu kwa wafugaji tunayoendelea nayo sasa hivi, tuna elimu ya chanjo, lakini tukifika huko hatuongei chanjo peke yake. Tunaongea chanjo pamoja na chakula kizuri cha mifugo, ili mifugo nayo iweze kutupa tija. Tija kama ni mifugo ni ng'ombe wa maziwa, basi waweze kutupa maziwa mengi, na kama ni kuku na wenyewe waweze kutupa mayai mengi, lakini pia waweze kupata kilo za kutosha. Tunafikiria na tunategemea karibu tutaagizia malisho kutoka huku Tanzania bara, kwa sababu na hisi ni fursa ambayo inaweza ikaja karibu sana, kwa sababu ya udogo wa ardhi tulionayo, uchache wa malisho tunayozalisha kule, na ukitizama huku tuna eneo kubwa na tunaweza tukazalisha malisho mengi sana na kuwa ni moja kati ya exportation kutoka Tanzania mainland kwenda Zanzibar kwa ajili ya mifugo iliyoko kule. Na baadhi ya mambo ambayo mmefanyia kazi ni pamoja na kuboresha sheria ya maeneo ya malisho na rasilimali ya kula vya mifugo ya sheria namba 180 ya mwaka 2010. Lakini pia jambo lingine ni kuendelea kutenga maeneo ya malisho na uanzishwaji wa mashamba darasa kwa ajili ya malisho. Lakini pia tumeona ajira kwa wahitimu wetu wanaohitimu shahada ya usimamizi wa nyanda za malisho, wameshaanza kuajiriwa rasmi. Kwa tunashukuru sana wizara kwa jambo hilo. Lakini pia mmekuwa mstari wa mbele kutoa elimu ya ufugaji wenye tija kwa wafugaji wetu.